Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya kufika siku ya leo. Kwa niaba ya wachezaji wenzangu wa Simba, tumejiandaa vizuri kwa mchezo wa kesho dhidi ya Singida. Tunajua utakuwa ni mchezo mgumu kwa sababu Singida na timu nzuri na wana benchi la ufundi zuri, lakini sisi kama wachezaji tumepata kile ambacho mwalimu amekizungumza kwenye uwanja wa mazoezi, kuhakikisha tunapata pointi 3 kesho inshallah. Shukrani sana na karibu. Of course inapokutana Simba na Singida haiwezi kuwa mechi rahisi. Unajua inakuwa ni mechi ngumu. Ukiangalia mechi ya mzunguko wa kwanza ambao tulicheza away tulishinda 2-1 dhidi yao, lakini ilikuwa ni mchezo mgumu. Wana timu nzuri kama nilivyosema awali na wana benchi la ufundi zuri na approach yao pia inakuwa ni nzuri. Kwa hiyo sisi kama wachezaji morale yetu iko juu sana kwa sababu tunajua ugumu wa mechi na tunajua ukubwa wa mechi. Kwa hiyo sisi kama wachezaji na kwa maelekezo ambayo tumepata kwa kutoka kwenye benchi yetu ya ufundi kukabili mchezo huo, morali iko juu sana kuhakikisha tunapata point 3 za ambazo tunaenda kukumbana nazo kesho. Swali lingine? Kwa upande wangu naweza kusema no pressure kwa sababu sisi tunachokiangalia ni kuwin kila mechi ambayo tunacheza kwenye ligi kuu. Tumebaki mechi mbili, jukumu letu sisi ni kupata point 6. Kuhusu matokeo ya timu nyingine sisi huwa tunaangalia kwa leo ambapo tumefikia sasa hivi na umuhimu wa kila game ambayo tunacheza. Kwa hiyo pressure kulingana na timu nyingine kwa sisi sio jambo zaidi ya kuangalia kila mchezo kuweza kupata pointi 3. Mleza kuzungumza sana na mashabiki wa Simba. Kwanza kabla ya kuzungumza chochote, kwanza tunashukuru kwa sababu mashabiki wa Simba wanakuwa wanatusupport sana mechi hiyo ya away ama iwe nyumbani. 100% wanakuwa wanatusupport sana katika kila kipindi ambacho tunapitia. Kipindi cha changamoto na kipindi pia cha furaha wanakuwa kwa pamoja na sisi. Of course mimi napenda kuwakaribisha kesho Meja Jenerali Samuel, washabiki wote na wapenzi wa Simba kuja kusupport timu yao. Sisi kama wachezaji lengo letu ni kuzidi kupambana na kuwapa furaha na inshallah tunaamini itakuwa heri. Shukrani sana Mleza. There's great anticipation that we look forward to tomorrow's match. I anticipate it's going to be a very good match. Both teams are in good form. Singida have shown in their last 4 matches in the league, scoring a number of goals. They're playing really well, well-coached team, some really good individuals within their squad. So yeah, it's going to be a very challenging match. I think this season when we played them away was probably, in my opinion, our most difficult match. We were fortunate to get a late winner against them, so I don't expect anything less challenging tomorrow. However, in saying all of that, we also are a team that is in really good form, and it's our responsibility as Simba Sports Club to just win every game that's in front of us, and that is our intention tomorrow, to just keep winning our league matches. That's what we can control. We can't control the results of other teams. As long as we keep winning, we keep giving ourselves an opportunity, albeit a slim opportunity, to challenge for the league. So a massive week ahead for Simba Sport Club, starting tomorrow with a league match, midweek league match, and then the final next week. So the team is in good spirits. The players are eager to finish the season on a high note. We have a big league match tomorrow to look forward to, and everybody is available and raring to have a big game. Thank you, Coach. Tomorrow, going against Singida, how do you see the game tactically? Yeah, look, I think it's. I'm sure Singida see the way we play. At Simba, we play. We have our principles that we apply. We have our identity as a team that we keep building and working on. So I'm sure they will be aware of the threats that we pose, as we are aware of the threats that they pose. And they've got some players that are scoring, challenging to be top goal scorer in the league in a short space of time. So tactically, I think it's going to be a match where it's the team that handles opposition tactics the best. But ultimately, as all football matches, it's in the final third and attacking third that the team that is the most clinical and takes the opportunities that I believe will come out on top. So it'll be a tactical game, but at the same time, I think it's going to be a game that both teams are going to go out to win the game. So I anticipate it's going to be a really exciting match for the fans to watch. I think Kibabage, we all know the type of player that he is, and the immense
energy that he puts into each and every game, and he plays with his heart on his sleeve. So yes, he did have a tight hamstring, but it hasn't been pulled or anything. It's just obviously through the efforts that he put into the game. So I do believe that he will be available. I'll get final confirmation this afternoon. But besides that, Maurice showed that he's overcome his injury concern, as well as Gura Aniset had a good 45 minutes for us. So right now we're in a good space in terms of injury. Everybody in the squad is available. Swali lingine kwa mwalimu? How could you even ask a question like that? Why would we give up? As I said, it's in our control to win our games, and that's all that we will do, and we will endeavour to get 6 points from the next 2 matches, and then what will be will be. Ultimately, it's up to us to keep winning, and that's what we can control, and we'll do so. Yes, Simba fans, amazing supporters. Since I've been in Tanzania, I've experienced fans that are passionate, love the team, support the team, come out in the thousands each and every week to support us. So once again, we asked them to come out in full force tomorrow to just give us that energy and enthusiasm that the Simba fans give us. And once again, as I've always promised, we will give 100% when we put on the Simba Sports Club badge. We will play, and we will continue to try and make our fans happy with our performances. Habari za saa hizi? Ya sisi Singida Black Stars kwa upande wetu tumejiandaa vizuri. Kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, tulikuwa na mechi juzi kama mnavyojua. Mechi sasa hivi hakuna muda mrefu, ni mechi tunafanya recover and then tunaenda kwenye kutengeneza game plan nyingine. Kwa hiyo tumemaliza mechi ambayo imefanyika Singida na tumeweza kusafiri vizuri. Tumekuwa Dar es Salaam tukiwa wazima wa afya, na leo tulikuwa na session ya asubuhi kuhakikisha kwamba sasa tunarudisha miili ya wachezaji katika hali ya kawaida na kumalizia approach ya game yetu kuelekea mechi ya Simba Sports Club. Ni mechi ambayo kwa hiyo kama technical tunaamini itakuwa ni mechi ngumu, mechi yenye ushindani. Kila mtu anajua kwamba aina ya timu tunayokwenda kucheza nayo ni moja ya timu kubwa ya Afrika, ni timu ambazo zinafanya makubwa kwenye mpira wetu wa Tanzania pia, lakini wakumbuke kwamba tunaenda kucheza pia na wakilishi wa nchi kwa mashindano ya CAF, Singida Black Stars. Kwa hiyo kwetu kama technical tumejitahidi kuwatengeneza wachezaji psychological waelewe umuhimu wa mechi na ugumu wa mechi hiyo, kwa sababu automatically wachezaji wenyewe wako motivated na hiyo mechi. Ni mechi moja ambayo wachezaji wengi wanapenda kucheza hizo mechi za aina hiyo, mechi ambayo unacheza na quality players, na bahati nzuri na kwetu kama Singida Black Stars tuna quality players wa kutosha. Kwa hiyo itakuwa mechi nzuri kuitazama na kwenda kuhakikisha kwamba unapata kitu kizuri. Kwa hiyo tunajua uzuri wao uko sehemu gani na ubaya wao uko sehemu gani. Kwa hiyo kama technical tumejitahidi kuangalia ni sehemu gani tupite, mabaya yao ile mazuri yao tunawachia, lakini sehemu gani wana udhaifu ili tukapata ushindi. Kwa hiyo imani yetu kama technical ni kwenda kupata matokeo mazuri ambayo yataenda kutufanya tumalize msimu vizuri, kwa sababu tutakuwa so far hatuna pressure yote. Tayari ilikuwa na pressure ya kupata ticket ya CAF, tumeshaipata. Kwa hiyo ili tuweze kusherehekea, wachezaji wataenda comfortable kuhakikisha kwamba aenda kucheza mechi na kupata matokeo sahihi. Ya kwa upande wetu sisi ligi tunaenda kumalizia Arusha. Tutacheza mechi inayokuja Arusha. Kwa hiyo so far tunaweza kusema tumemaliza ligi. Kama technical kuna target ambayo tumefikia. Na unapozungumza mechi yote unayokuja na timu ambazo ziko kwenye top 4, automatically ni mechi. Ni mechi ambayo sisi kama technical hatuoni au muhimu wa kwenda kufanya rotation kubwa. Na bahati nzuri kabla niweze kuambia watu ni kwamba sisi Singida hatuna mchezaji wa majaribio. Wachezaji wote ni quality players. Unapoona Singida amekuapproach na kwenda kwenye timu, automatically ni mchezaji ambaye unaweza una deserve kucheza mechi yote. Hata wachezaji wengine wameondoka, lakini timu imebaki na imebaki strong na imerudi kwenye nafasi yake. Kwa hiyo yule ambaye tutamweka model kwenye mechi kesho ni mchezaji ambaye sio kama anafanya rotation, kwa sababu kuna mechi ambayo tumeshapata nafasi ya kuwakilisha nchi. Tegemea kupata full squad. Tumekuja na wachezaji karibu 25 top players ambao imani yetu ni kwamba ile kazi ambayo tumewatuma waende wakaifanya. Imani yetu ni kwamba tunaenda kuwapa Simba mechi. Tunaenda kuwapa Simba mechi nzuri ambao kwetu sasa ni kipimo cha mashindano ya CAF. Kama target ilikuwa ni tafuta target kwenda mashindano ya CAF na unataka ukafanya vizuri, last season tumecheza kwa mara ya kwanza na tumeenda group stage. This one nia yetu ni kwenda mbele zaidi. Sasa kama unakwenda mbele zaidi na unashindwa kumfunga timu kama Simba ukiwa comfortable, akili iko yani psychological iko vizuri na pressure, automatically how deserve kwenda kuhakikisha. Kwa hiyo sisi kama technical tumejipanga na tumeambia wachezaji kwamba ili kuipata radha ya mashindano ya CAF
ni kuhakikisha kwamba tunaenda kupambana kadri tuwezavyo na kuweza kupata matokeo dhidi ya Simba. Kama tulivyosema kwamba tunaheshimu kwanza, tunaheshimu Simba ilivyo kwanza yenyewe, mchezaji mmoja mmoja wana quality players, lakini wana target zao, wana plan yao. Sasa wakati mwingine mpira ni kutega na kutegua. Wao na plan ya system of play ya kwao, lakini na sisi tumekuja na system of play ambayo tumeangalia Simba anavyocheza ili kwenda kuadhibu, tumeona wanachezaji. Sasa kuna vitu vingine tukiweka public, automatically nitakuwa na hiyo silaha zangu za vita. Kikubwa kinachotakiwa ni kwamba wewe ndio kwa tayari, njoo uwanjani kesho tukusanyike pale Meja Samuel. Wa bahati nzuri uwanja unaruhusu, hali ya hewa Dar es Salaam nzuri. I'm sure utakuja kuenjoy, utakuja kuipata mechi nzuri ambayo inakupa picha ya mpira ya kuona kama kweli Tanzania tuna ligi bora, moja kati ya ligi bora. Utaona mechi ya kesho, ndio utaenjoy. Labda nitumie nafasi hii kuwaomba Watanzania wote wale wapenda mpira waje waangalie. Kuna mashabiki wa Singida wa timu zote ambazo zinashiriki ligi kuu Tanzania, kuna watu wengine wafanya biashara, kila mmoja waje Meja Samuel, waje waangalie mechi. Tumejipanga kuwapa show nzuri ambayo kila mtu hatojutia mafuta aliyotumia kwenye gari yake na ule atakayotumia kiingilio. Waje tuingie pamoja, mshoa tutafunga msimu kwa mechi ya kesho. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Tupo Dar es Salaam, tumesafiri jana kuja Dar kutoka Singida, tupo vizuri na leo tumefanya mazoezi asubuhi, tupo salama alhamdulillah, na tupo tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Naamini mchezo utakuwa mzuri, kila timu imejipanga vizuri, hata sisi tupo bora, najua hata wao mechi itakuwa nzuri kwa sababu hata wao wako vizuri, na tunashukuru kwamba sisi wenyewe wachezaji pia wako vizuri na hatuna injury yoyote alhamdulillah, mechi itakuwa nzuri kabisa. Wao wana safu nzuri ya ushambuliaji na sisi pia tuna safu nzuri ya ulinzi, kwa sababu takriban mechi kama 5 hivi hatujaruhusu. Kwa hiyo mechi itakuwa nzuri kati ya battle hiyo hapo kati ya masteka na mabeki. Kwa hiyo beki na wapenda mpira wote Tanzania, kesho mnakaribishwa Isamuyo General uwanja JKT pale, kuna burudani itatolewa.